Naam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe rafiki mpendwa. Leo katika utafiti wetu kuhusu historia ya Qur'ani, tunaanza na ukiri wa Imam Suyuti ambaye anakwenda kumnukuu Ibn Abi Daud katika kitabu Al-Masaif, ambao anakiri wazi kwamba Qur'ani nyingi ilipotea mara baada ya kifo cha Muhammadi. Kumbuka Muhammadi anakufa, Qur'ani ilikuwa haijakusanywa pamoja kama kitabu kimoja kama masaf. Aya zake zilikuwa zimeandikwa sehemu mbalimbali na hazikuwahi andikwa kwa pamoja kama kitabu kimoja, yani masaf. Kazi hiyo amekuja kuifanya Abu Bakari aliyempa amri Said bin Thabit, kijana wa Kianswar, ili aweze kufanya kazi hiyo. Sasa ni nini kilipelekea hofu ya yeye kutaka kufanya hivyo? Ni kwa sababu Qur'ani nyingi ambayo ilikuwa imehifadhiwa na Waislamu maswahaba walikuwa wamehifadhi katika nyoyo zao, na walipokufa vitani, ikabaki kwamba ile Qur'ani imepotea pamoja nao, akiwemo Salim mwachwa huru wa Abu Dhaifa, mtu ambaye ni miongoni mwa wale watu wanne ambao Mtume Muhammad alisema, ikiwa mnataka kuifahamu Qur'ani, nendeni kwa Abdallah ibn Masud, nenda kwa Ubay ibn Kab, nenda kwa Muadh ibn Jabal, lakini vile vile nenda kwa Salim maula wa Abu Dhaifa. Kwa hiyo Salim ni miongoni mwa watu ambao walifariki katika vita hivi, na Qur'ani aliyokuwa ameijua yeye hatujapata bahati ya kuipata kwa sababu imekufa pamoja naye katika vita vya Yamama. Maneno haya sio maneno yangu, hebu tumsikilize Suyuti akinukuu Abu Daud. Anasema, nitaanza kutoka kabisa, anasema kutoka kwa Shiaib, amesema imetufikia kwamba Qur'ani nyingi zilikuwa zimeteremshwa, lakini wale waliokuwa wanaijua na kuhifadhi waliuawa siku ya vita vya Yamama. Baada yao haijulikani wala haikuwa imeandikwa. Haya ni maneno, sio maneno yangu mimi, lakini ni maneno ambayo inabidi tu yazingatia. Narudia tena, kutoka kwa Ibn Shihab anasema imetufikia kwamba Qur'ani nyingi zilikuwa zimeteremshwa, lakini wale waliokuwa wanaijua na kuhifadhi waliuawa siku ya vita vya Yamama. Baada yao haikujulikana wala haikuwa imeandikwa. Basi Abubakari na Omari na Uthmani walipokusanya Qur'ani, sehemu hiyo haikupatikana kwa mtu yeyote baada ya wale waliouawa. Hayo ndiyo yaliyotufikia. Jambo hilo ndilo lilowasukuma kuifuatilia Qur'ani kwa uangalifu, wakaikusanya katika sahifa wakati wa ukhalifa wa Abubakari, kwa kuogopa kwamba huenda wanaume miongoni mwa Waislamu wakauawa katika maeneo ya vita wakiwa wamehifadhi sehemu nyingi za Qur'ani, hivyo wakaondoka pamoja na Qur'ani waliokuwa nayo, kiasi kwamba baada yao isingepatikana kwa mtu yeyote. Kisha Allah akamwezesha Uthman, naye akazinakili saifa hizo katika misahafu, akazituma katika miji mbalimbali na akazisambaza miongoni mwa Waislamu. Sasa hii ndiyo kitu ambacho nataka uangalie hapa, kwamba katika vita vya Yamama kumetokea na hofu kubwa kwamba wameuawa maswahaba wakubwa ambao walikuwa wanaifahamu Qur'an, na baada ya kuuawa kwao hofu ikatanda. Abubakari akatoa amri kwa Said bin Thabit aikusanye Qur'an, akaikusanya Qur'ani wakati wake. Miaka kama 20 baadaye, wakati wa Uthman naye tunaona akifanya kazi nyingine ya kukusanya tena Qur'ani, yani kuariri Qur'ani.
akawapa vijana watatu wa Muhajirun, wanaume watatu wa Muhajirun, yani watu wa Maka, Makureishi, pamoja na yule Said bin Thabit, na akawaambia kwamba waweze kuikusanya Qur'an. Kwa hiyo hii ni nukuliwe kupitia kwa Imam Suyuti. Unaweza ukaangalia hapo kwa wale ambao wanataka kuyakinisha. Hii inatuonyesha nini? Hii inatuonyesha kwamba Qur'ani kama Qur'ani, isije akakwambia mtu kwamba Qur'ani haijafanyiwa marekebisho yoyote. Qur'ani haijafanyiwa marekebisho yoyote. La, Qur'ani ilifanyiwa marekebisho, na haya tunayaona kupitia kwa hadithi hii ya Imam Suyuti akimnukuu Ibn Daud katika kitabu Musaif. Asante sana, Mungu akubariki. Tunaendelea na historia, tegea pale pale.